Allah anasema fa arsalna alaihim rihan sarsara, watu wa Adi tuliwatumia upepo uliovuma kwa kasi ya ajabu. Na sarsara wanasema ni upepo ambao unaambatana na baridi kali. Ni upepo unavuma kwa kasi, lakini pia unakuwa na baridi ya ajabu. Mahala kwenye baridi, hata kama umeshika mti, nguvu za kushika zitakutoka tu, utauachia, na upepo unavuma unaondoka na wewe. Na upepo wenyewe ulivuma kwa muda wa wiki nzima mfululizo bila ya kupungua kasi. Sasa hakuna mwenye ujasiri wa kustahimili, hata kama kuna kitu imara umeshika, kitakutoka tu. Fa arsalna alaihim rihan sarsara fi ayamin nahisati, watu wa Adi waliosema hakuna mbabe kama wao, hakuna mwenye nguvu kuwazidi wao, Allah anasema hakuwapelekea hata majeshi kutoka mbinguni, kawatumia upepo ukavuma kwenye taifa lao kwa muda wa wiki moja. Ameisimlia kwenye sura nyingine Allah alivyosema, sakharaha alaihim 7 layalin wa 8 ayamin husuma, upepo ulivuma kwenye taifa la Adi kwa misiku 7 na michana 8 mfululizo. Adhabu za Allah mara nyingi huanza alfajiri, kwa hiyo ilianza na mchana wao huo, halafu ukaja usiku mchana, usiku mchana, usiku mchana kwa muda wa siku 7. Kwa hiyo huu mchana ulioanzia ndo ulikuwa wa 8, 8 ayami, 7 layalin wa 8 ayamin husuma, usiku mara 7, na ule mchana ulioanzia tukio ndo wa 8. Kwa hiyo ikawa michana 8, spidi moja bila ya kupungua. Fa arsalna alaihim rihan sarsara, tuliwatumia upepo mkali ulioambatana na baridi. Fi ayamin nahisatin, kwenye siku za nuksi, manake si siku zilizokuwa na baraka kwao, ni majanga tu. Adabu hiyo ilikuwa linudhiqahum adhab alkhizyi fi lhayati dunya, ili tuwaonjeshe adhabu ya udhalilifu kwenye maisha yao ya dunia kabla ya akhera. Si wameuliza man ashaddu minna quwwa, kwa hiyo advertisement wakaonyeshwa yuko mwenye nguvu kuliko nyinyi. Si walijiona wababe, wakaambiwa nyinyi hamna ubabe hata chembe, nyinyi watu dhalili sana. Kwa hiyo walidhalilishwa. Wala adhabu al-akhirati akhza, lakini adhabu itakayowakuta akhera, hiyo ni ya khizaya zaidi. Wahum la yunsarun, na watakapoingia kwenye adhabu hiyo hawatanusuriwa, atotokea yote wa kwenda kuwanusuru. Kwa hiyo tafsiri, Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa arsalna alaihim riha, tuliwatumia watu wa Adi upepo. Fa arsalna ala adin, tulituma kwenye taifa la Adi rihan baridatan shadidatal bardi, upepo wenye spidi kubwa na una baridi kali. Wa shadidata sauti walhububi, na upepo wenyewe ulikuwa una sauti mbaya na kasi ya kuvuma kwake, spidi kubwa, alafu imeambatana na sauti ya kutisha na baridi kali, na duration ilikuwa kubwa, ni wiki nzima. Tuhliku bishiddati sautiha wa baradiha,
upepo huu ulikuwa unaangamiza watu kwa sababu ya ukubwa wa sauti yake na ukubwa wa baridi iliyokuwemo kwenye upepo. Baridi na sauti. Waingereza wana msemo, wanasema anything in excess is defective. Kitu chochote kikizidi kiwango huwa kina madhara. Yaani tunahemea msosi sisi binadamu, lakini ukila mpaka ukavimbiwa unajidhuru. Kweli si kweli? Ili tuwasiliane tunahitaji sauti, lakini eardrums zimewekewa kiwango maalum kinachoweza kuhimili cha sauti. Ikizidi, kama hukufariki basi unaweza ukawa kiziwi. Asukilia mbali eardrum. Nimepita katika mitihani nikakuta adhabu wanazoadhibu wanadamu. Wanaweka sabufa lile, alafu unawekewa earphones, wanafungua volume mpaka maximum, unasikilizishwa ukitaka usitaki. Watu wametoka viziwi na wametoka wengine machizi, na siku huwa sikio tu, lakini kuna mfumo mkubwa sana humu wanava unaharibika. Sauti. Yani kuna watu wanajua kuadhibu, lakini Allah yeye anajua kuadhibu zaidi. Fayaumaidhin la yuadhibu adhabahu ahad. Siku mtakapokutana na Mola wenu atatumia adhabu ambazo hajaadhibu kwa adhabu hizo yoyote mwenye kuadhibu. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, na atawafunga Allah waja wake siku hiyo kwa namna ya kifungo ambayo hajatumia yoyote. Kama unasikia kuna gereza baya hapa duniani, basi hiyo cha mtoto tu. Allah atafunga watu kifungo ambacho hajapatapo kufunga mfungaji mbaya yoyote, na atatoa adhabu Allah kwa kiwango ambacho hajapatapo kuadhibu adhabu hizo yoyote. Kwa hiyo aliwapelekea adhabu ya aina hiyo, sauti mbaya na baridi kali na upepo uliokuwa unavuma kwa kasi kwa muda wa wiki nzima. Tuhliku, ulikuwa unaangamiza upepo huo, bishiddati sautiha wa baradiha, ulikuwa unawaangamiza watu kwa ukubwa wa sauti yake na ukubwa wa baridi yake. Fi ayamin nahisatin, upepo huu uliwavumia kwenye siku za nuksi. Na hapa kuna angalizo. Watu watazamiaji wa nyota husema siku fulani ni mbaya, hii siku ya mikosi, usifanye harusi, usende kuapply kazi, usianze jambo lako. Sasa kama kuna siku yenye nuksi, hawa walipewa wiki nzima. Katika wiki kuna siku gani imesalimika hapo? Naam, zimeitwa siku za nuksi, ni kinyume na neema. Upepo kwa kawaida una neema kwetu, unasaidia pollination, unazalisha miti yetu, tunapata chakula. Upepo ukisafiri wakati wa jua kali, basi unatamani ukute mti ukae chini yake urelax angalau kwa dakika 15, na mara nyingine unapata usingizi. Ni neema za kivuli. Lakini Allah anasema kuna kivuli kaweka huko akhera, la dhalilin. Waumini wameambiwa wanudkhiluhum dhillan dhalila, tunawaingiza, tunawaweka kwenye eneo lenye vivuli vyenye manufaa. Anajisikia mtu yuko kivulini. Lakini kwa upande wa watu wa motoni wanaambiwa intaliqu ila dhillin dhi thalathi shu'abin la dhalilin, la dhilla dhalil, si kivuli chenye manufaa yoyote, wala yughni min allahabi, wala hakimsaidii mtu kutokana na muwako wa moto. Kwa hiyo zimeitwa siku za nuhusi kwa sababu
Allah amezifanya hizi siku kwa watu hawa zisiwe na kheri wala manufaa yoyote. Ni wiki nzima, ayamin mashumatin ghaira mubarakati, ni siku ambazo kwao zilikuwa mkosi mtupu, hazina baraka yoyote, hazikuwa siku zenye tija kwao. Maana wamehukumiwa hao watu wa kupotea tu. Kwa hiyo kheri ya nini wapelekewe? Kheri gani? Walifanyiwa adhabu hiyo, linudhiqahum adhab alkhizi, ili tuwaonjeshe adhabu ya khizaya, adhabu ya fedheha. Si walijiona watukufu, taifa kubwa, wanapawa, Allah akawaonjesha khizaya hapa duniani. Linudhiqahum adhab alkhizi fi alhayati dunya, tuliwapa adhabu hiyo ili tuwaonjeshe adhabu ya khizaya kwenye maisha yao ya dunia. Likai nudhiqahum aladhaba almukhzi, tumewapa adhabu hiyo ili tuwaonjeshe adhabu yenye kudhalilisha. Almudhil, inadhalilisha. Fi dunia, katika maisha yao ya duniani, wameiaga dunia kwa aina hiyo ya adhabu. Qala Razi, mwanawachuoni Fakhru Razi amesema, adhabu alkhizi, hiyo adhabu alkhizi iliyoitwa adhabu ya khizaya, yani adhabu alhawani wadhulli, ni adhabu inayowafanya wale wanaojiona watukufu waonekane wanyonge. Wewe umejitangaza mtukufu na unawataka watu wakutambue kuwa ni mtukufu. Allah akitaka kukudhalilisha, anaifanya jamii iliyokuzunguka wewe kuone hapa duniani dhalili kuliko madhalili wote. Afute tu kile unachokiona wewe kuwa ni mtukufu, akufutie hapa hapa kwa watu. Kwa hiyo walipewa udhalilifu fulani na unyonge, wakawa wanyonge, pamoja na kwamba ni taifa kubwa, tajiri, lenye maendeleo. Allah aliwafutia kila kitu kabla hawajaondoka duniani. Wasababu annahu mustakbaru, na sababu ni kwamba wamefanya kibri. Na kuna hadithi al-Qudsi, Allah anasema, al-kibriyau ridai wal azamatu izari, kibri ni kama nguo yangu ya juu, na azama, ukubwa, uheshimiwa, ni kama nguo yangu ya chini. Allah ndo azim, Allah ndo mutakabbir. Sasa kwa viumbe wake anasema Allah, faman naza'ani wahidan minhuma, atakayeninyang'anya yoyote, atakayeninyang'anya moja ya hizo nguo zangu mbili, qadhaftuhu fi nari, mimi nimeshamtupa motoni kabisa kabla hajafa. Yani unahukumiwa moto hali ya kuwa bado uko hai, kwa kujifanya una kibri na kwa kujifanya wewe ni azim. Umechukua sifa za Allah ukajivalisha nazo, wala hazikustahiki. Kwa hiyo hawa watu walikuwa na kibri, wamemdharau mjumbe wa Allah, wakadharau kitabu cha mwongozo wao, wakapuuza maagizo yote halali waliopewa, na wakaendelea kufanya yale wanayokatazwa ambayo ni makosa. Ni kibri cha hali ya juu. Wasababu, na sababu ya kufikwa na hayo yaliyowafika, annahu mustakbaru anil imani, walihubiriwa imani, wamuamini Mola wao, wakafanya kibri, wakamkataa kama hayupo. Faqabala Allahu dhalika listikbara, Allah akaikabili istikbari yao, biisali dhulli wal hawani ilayhim, kwa kuwafikishia udhalilifu na unyonge hapa hapa duniani. Walitaka wafike makamo ambayo sio yao, hayawahusu. Yani wewe leo jaribu tu kuvaa kombati ya jeshi na buti, tembea mitaani wakukute wenyewe. Wewe utaona ni nguo tu, kwani si nguo tu nimevaa. Lakini jaribu uone nguo, lakini ni kwa watu maalum. Umenifahamu? Sasa na Allah ana mambo yake, hataki hayo yoyote yacheze kwenye anga hizo.
wal adhabu al-akhirati akhza wa hum la yunsarun. Duniani wamedhalilishwa hivyo, lakini bado haijawa mwisho wa adhabu yao, na adhabu ya akhira itawadhalilisha zaidi na hawatopata wa kuwanusuru. wala adhabuhum fil akhirah, na wallahi adhabu yao waliokadiriwa huko akhira, a'dhamu wa ashaddu ihanati, ni kubwa zaidi na inadhalilisha zaidi, wa khizyan, na itawapa khizaya, min adhabi dunia, kuliko adhabu waliopewa hapa duniani. Walaysa lahum nasirun yadfa'u anhum dhalika al'adhab, watakapohukumiwa akhira hawatompata mtetezi au mkombozi yoyote atakayewasalimisha na adhabu ya Allah baada ya kuhukumiwa. Hiyo ndo tunamalizia nini walichofanyiwa watu wa Ad. Wa amma Thamud, na ama hawa Thamud, fahadainahum, tuliwapelekea mwongozo wetu, tuliwapa hidayah. Hidayah sio zawadi. Sisi Kiswahili zawadi ndo tunasema hidayah, lakini kwa Kiarabu hidayah ni mwongozo, hadia ndo zawadi. Mfahamiana? Wa amma Thamud fahadainahum, ama watu wa taifa la Thamud tuliwapelekea mwongozo wetu, tuliwatumia mtume mwenye kitabu cha mwongozo. Fastahabbu al-ama ala al-huda, wakaprefer ule upofu wao kuliko ule mwongozo waliopewa. Walisema tutaenzi mila za wakubwa wetu, mila za viongozi wetu, hatubadiliki, hatumtambui huyo Allah. Kwa hiyo akili zao walizonazo kwa sababu ya kupewa neema na yule aliyewaleta, wakasema sisi tutalinda tulicho nacho, hatutaki na hatutoruhusu mabadiliko. Wakalinda sera na tamaduni zao na dini walizorithi kwa wazee wao. Haki imekuja kwao wakaikataa, kama ambavyo na wengi katika sisi tunafanya hivyo. Haki ipo lakini hatukubaliani nayo, ni kosa kubwa. Wa amma Thamud, ama watu wa Thamud, fabayyana lahum tariqa alhuda, sawa, kwa muda mrefu walikuwa wamekosea, lakini tumewapenda, tumewapelekea kiongozi, mwalimu awasimamie kwenye mabadiliko, awabainishie njia ya sawa ya uongofu. Bayyana lahum tariqa alhuda, tuliwabainishia Thamud njia ya sawa sawa, njia ya uongofu, waishi duniani wakiwa wameridhiwa, na watakapoifariki dunia waende kwa Mola wao wakiwa wameridhiwa. Sasa baya hilo, hapo unakosea, utaharibikiwa. Badilika, fanya hivi ili mambo yakae sawa. Hilo jambo baya. Lakini Allah anasema waliukataa mwongozo wetu na wakachagua kile walichonacho, hawakutaka kubadilika. Wadallalnahum ala sabili saada, tuliwaelekeza kwenye njia ya mafanikio, njia ya maisha bora ya utukufu wa milele ya akhira. Fakhtaru dalalata ala alhidayah, wao wakachagua upotovu walionao badala ya mwongozo au uongofu waliopelekewa. Wakakataa mtume, wakakataa kitabu, wakamkataa na aliyetuma mtume pia. Wana miungu yao ya wazee wao. Hichi ndo walichofanya, na ndicho watu wa Maka walichokuwa wanafanya. Wanapingana na mtume aliyepewa kitabu na wanamkataa kumpwekesha Mola mmoja ambaye ndiye mmiliki wa mbingu na ardhi, kama alivyojinadi kwenye aya za mwanzo. Wana miungu yao Lata, Uzza, Manata, Hubal na wengineo, zaidi ya miungu 300. Walipoambiwa kulu la ilaha illa Allah tuflihu, wakasema watu wa Maka, kaifa yasauna ilahun wahidun wa hawaijuna kathir, Mungu mmoja, hawe mmoja,
mmoja atatuweza wapi? Na sisi ni wengi na haja zetu tofauti tofauti. Tuna wengi na nanga zinapaa. Kuna Mungu wa masala ya biashara, Mungu wa mambo yao ya utawala, Mungu wa mila ya jadi, Mungu wa hivi, Mungu wa kilimo, Mungu wa mifugo. Alimradi majukumu yote haya ukampe Mungu mmoja, anayaweza wapi? Akili ya binadamu ilivyo huwa inaangalia kwa mtazamo kama ilivyo yenyewe finyu, kwa inaangalia kwa mtazamo finyu. Pamoja na Allah alivyojieleza huko, hawakuelewa chochote. Kwa hiyo Thamud walichagua upotovu, mila yao walionayo, hawakutaka kubadilika. Walielekezwa kwenye yenye mafanikio, hawakuona kuwa kuna mafanikio ila mafanikio kwenye zile dasturi zao walizonazo. Kwa hiyo waling'ang'ania ad-dalalata ala al-hidayah, waling'ang'ania upotovu badala ya muongozo waliopelekewa, walkufru ala al-imani, na walichagua ukafiri wa mkufuru Mungu badala ya kumwamini. Thamud nao wakaadhibiwa, faakhadhathum sa'iqatu al-adhabi al-huni, wakapelekewa sauti sa'iqa, na wao waliangamizwa kwa sauti. Sauti iliyoangamiza Adi imetiwa ndani ya ule upepo. Kule kuvuma kwa upepo kulikuwa kuvuma kunaleta sauti mbaya, lakini hawa Thamudi wao walipigiwa sauti inayotokana na sauti ya malaika Jibril alayhi salam. Sauti ilikuwa kubwa kuliko uwezo wa masikio yao, ikawaangamiza wote. Sauti inaangamiza ikizidi, na ili tuone tunahitaji mwanga, lakini mwanga umekadiriwa. Mwanga ukiwa mkubwa nao unaangamiza vile vile, yaani unakufa kwa mwangaza tu. Pita kwa wachomeaji alafu uangalie bila ya kuhifadhi macho, na ule ni mdogo sana mwanga ule. Fakhadhathum sa'iqatu al-adhabi al-huni, wakashikwa na ukelele wa adhabu inayodhalilisha, yani ni kuwashusha tu. Walijiona wako juu wakubwa, lakini Allah akasema nitakuonyesheni kwamba nyinyi hamuna ukubwa mbele yangu, akawadhalilisha. Fakhadhatuhum qari'atul adhabi, wakachukuliwa Thamudi nao na adhabu mbaya. Almuqi'u fil ihanati wadhulli, adhabu ambayo imewapeleka kwenye unyonge na udhalilifu. Badala ya izza, nguvu na utukufu, Allah akawapokonya hivyo vitu kwa sababu hawastahiki. Adhabu waliopelekewa ikaonyesha hawa watu ni wanyonge, ni dhalili. Kwa nini wakapewa adhabu? Bima kanu yaksibun, waliadhibiwa kwa yale walioyachuma kwenye tabia zao mbaya. Kwa hiyo na sisi kuna mengi tunakatazwa kwenye Qur'ani, lakini ndo hobi yetu tunasema hayaachiki. Alafu wengine wasema Mungu mwenyewe anajua hili jambo gumu, siwezi kuacha. Kwa hiyo kakukataza jambo ambalo huwezi kuacha, ndo maana yake. Na uliloamrishwa pia, wengine wana kauli za kishujaa, wasema leo nilivyochoka Mungu mwenyewe anajua, si swali leo. Unajipa likizo. Kweli Mungu anajua, lakini wewe mwenyewe unaona ndio umesema maneno ya sawa. Unapinga agizo ambalo kwako ni wajibu, na ukikataa wajibu unastahiki adhabu. Kwa hiyo wamechuma kwenye tabia yao mbaya makosa makubwa ambayo yalipelekea waingizwe katika adhabu. Faakhadhathum sa'iqatu al-adhabi al-huni bima kanu yaksibun, yani bisababi ijramihim wa tughyanihim wa takdhibihim linabii Allahi salih. Waliadhibiwa adhabu iliyowapelekea wawe wanyonge, dhalili, kwa sababu ya makosa yao. Walikuwa wanafanya makosa,
kile wanachoambiwa fanyeni wanakikataa, na kukataa agizo ni kosa, ni disobedience. Unakataa kutii agizo halali. Lile wanalokatazwa wasema hili tutalilinda, wanafanya, na kukatazwa jambo ukaendelea kufanya pia ni kosa. Kwa hiyo walikuwa wanapingana na muumba wao, Allah akawapa adabu hiyo. Kosa sababu ijramihim wa tughyanihim wa takdhibihim li nabiyillahi Saleh, ni kufanya makosa ya makusudi kutoka katika utaratibu waliopangiwa, ndio hiyo itgha. Na alisema fa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya fa inna aljahima hiya almawa. Nimeleta utaratibu wangu, viumbe wangu nataka waishi hivi. Fa amma man tagha, anayeacha utaratibu huu kuwa katika dini, na dini ni way of life, mwenendo wa maisha. Allah ana utaratibu wake anaotaka sisi tuishi, lakini watu wanaukataa. Na mwenyewe anasema fa amma man tagha, yoyote anayetoka kwenye utaratibu wangu akatafuta utaratibu mwingine ambao mimi sijaridhika nao, wa athara alhayata dunia, katika hivi vitu viwili, dunia na akhera, yeye kaprefer dunia kuliko akhera. Athara alhayata dunia, kasema hii dunia mimi nimefika, sioni chengine kama dunia. Kwa hiyo muda wote yeye kawekeza kwenye dunia yake ambayo kesho anaihama, au sasa hivi alafu anaihama. Hataki kutayarisha chochote cha manufaa kitakachomsaidia baada ya kuondoka. Mtu kama huyo, fa innal jahima hiya almawa, moto wa jahim ndio makazi yake atakaporudi. Umepewa utaratibu alafu unaukataa, unamgomea nani? Huna mamlaka hiyo. Qala Ibn Kathir, amesema Ibn Kathir, ba'atha Allahu alayhim sayhatan wa rajfatan wa dhullan wa hawana. Hawa watu wa Thamud Allah amewapelekea vitu vinne. Sayhatan, ukelele ambao ni sauti inayotokana na malaika, piga sauti ambayo viumbe hawahimili kuisikia. Wa rajfatan, alafu ardhi yao ilitetemeshwa, kulikuwa na tetemeko la ardhi baya. Wa dhullan wa hawana, hayo yalipelekea waingie katika udhalili na unyonge, wakafutiwa ile heshima na tambo walilokuwa nalo, wanatamba sisi ni nani. Allah akawaonyesha udhalilifu hapa hapa duniani. Wa adhaban wa nakala, alafu Allah akawaletea na adhabu na kuwaangamizilia mbali. Sababu ya yote hayo, bitakdhibihim salihin wa akhrihim naqat, wamemkadhibisha mtume aliyetumwa kwao, hawakumpa ushirikiano, na ngamia wa muujiza ambaye walimuomba wenyewe wakamuua wakati walishaonywa. Faqala lahum rasulullahi naqata Allahi wa suqiyaha, alishawaonya mtume wao, jamani, mmeomba muujiza, muujiza ndo huu, umekuja kwa namna mliotaka wenyewe, lakini huyu ngamia ana masharti, muacheni na kinywaji chake. Wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum adhabun alim, wala msije mkamdhuru, mkimdhuru ngamia huyu mutaangamizwa. Washapewa angalizo, wakamuua kwa makusudi. Sasa Allah naye huwa ana mikataba yake na viumbe wake. Kabla hawajaletewa muujiza, waliulizwa, mumeomba muujiza, je, ukifanyika halafu msiamini, mnajua kitakachowafika? Tunajua, tutaamini. Muujiza ukaja, lakini una masharti, wakashindwa masharti, Allah akawaangamiza. Kwa hiyo kilichowafika ilikuwa ni machumo ya mikono yao wenyewe. Wanajaina alladhina amanu, tuliwaokoa walioamini, Saleh na wale waliomkubali. Kama kwa Adi nao aliokolewa mtume Hudi na watu waliomkubali,
ndio sunna ya Allah. Anapofanya maangamizi huwaokoa wale walionyooka, waliopinda akamalizana nao tu. Wanajaina alladhina amanu, tuliwaokoa wale walioamini, wakanu yattaqun, na wakawa wanafuata taratibu zetu, wanamcha Mungu. Wale waumini watendaji waliokolewa, wale wababe wenye jeuri wakaangamizwa. Ai, maana yake wanajaina Salih, tulimuokoa Salih. Najaina salihan, tulimuokoa Salih. Wa man amana bihi, na wale waliomuamini, min dhalika aladhab, wao tuliwaokoa na adhabu hiyo, salama ikapatikana. Wa yawma yuhsharu a'da'u Allahi ila an-nari fahum yuzaun. Ayo ni simulizi zinazotufunza sisi adabu, nini Allah huwa anafanya, vipi huwa anachukua hatua makosa yetu yakizidi, yakakiuka mipaka. Sasa na akhira, sasa anasimulia kitakachotokezea. Wa yawma yuhsharu a'da'u Allahi ila an-nari fahum yuzaun, na siku ambayo tutawakusanya maadui wa Allah. Ifahamike vizuri hiyo expression a'daullah. Sisi ni viumbe, tumeumbwa kwa sababu dhaifu, manii tu. Tumezaliwa tukiwa hatuna uwezo, hatuna akili, hatuna mali. Haitegemewi kwamba tuna uwezo wa kumshinda muumba wetu. Lakini miongoni mwetu kuna watu ambao hupitiliza mipaka mpaka wakajiweka kwenye kona ya kwamba wahesabike ni maadui wa muumba wao, na Allah kaitumia lugha hiyo kwamba kwenye viumbe wake muna maadui zake. Hasa na mimi na wewe tujitengenezee mazingira mpaka Allah awe anaturigadi kuwa sisi ni maadui. Hawa ni maadui zangu. Kiumbe dhaifu, kazaliwa hana nguvu, hana uwezo, hana akili, hana elimu, hana mali, lakini kadiri akineemeshwa, zile neema ndo zinamfanya sasa awe na batara. Afikie mahala anawauliza wenzake, wewe unajua mimi nani? Wewe uwe nani? Simani tu wewe, na mwisho wako mzoga. Na hapo hapo sasa hivi utataka kwenda kujisaidia kwamba tumboni pia una uchafu, tena uwe nani zaidi ya hapo. Wa yawma yuhsharu a'da'u Llahi, siku watakapokusanywa maadui wa Allah, yani ni viumbe wake waliomkufuru, waliokuwa hawaelewani. Anavyotaka wao hawataki, anachokataa wao ndo wanang'ang'ania. Sio watengeneza uadui hapo. Watakusanywa pamoja maadui wa Allah ila nari, kuelekezwa motoni. Fahum yuzaun, tena wanakuwa sorted kwa mujibu wa sifa zao. Yuzaun ni kama ile iliyosemwa kwenye suratu Zilzal, yauma idhin yasduru nasu ashtatan liyurau a'malahum. Siku ya Kiyama watu watakuwa sorted kwa mujibu wa sifa na tabia zao. Wale wenye sifa na tabia zinazofanana wanawekwa kundi moja, kesi zao zinafanana, zitasomeka pamoja. Maamuzi yakitoka ni ya jumla, yanawahusu wote, ijapokuwa kila mmoja atakuwa na resho yake ya adhabu kiasi gani. Lakini watapangwa watu wanaofanana, wale waliokuwa wana amali yao kubwa ya walioondokea duniani, kazi yao ni kufunga. Kuna watu wanabeba title ya as-saimun. Hawa wameishi maisha ya kwamba ni watu amali kubwa, hobi yao walikuwa wanapenda kufunga, wanakuwa pamoja. Hawa hapa ni watu ambao wameondoka na jina ni majambazi au wezi. Sasa wote watu wenye sifa hii wakusanyeni pamoja, hata kama ni wauma mbalimbali, sifa yao moja, wana joint case. Kwa hiyo kesi yao inasikilizwa pamoja. Kwa maana yake maadui waliofanya makosa
yanayofanana, siku ya hukumu yao watakusanywa pamoja. Hawa ni watu fulani. Hata idha ma jauha, mpaka wakeshafika kwenye eneo la huo moto, kabla hawajaingizwa motoni. Wamefikishwa mahala, nyinyi mmehukumiwa kwenda huku, mahala penu pa kuishi mlipojichagulia, maisha yenu ya milele ni hapa. Wakeshafika kwenye eneo, shahida alaihim sam'uhum, yatawatolea ushahidi masikio yao, wa absaruhum, na macho yao, wa juluduhum, na ngozi zao, bima kanu yaamalun, kwa yale ambayo duniani walikuwa wanafanya. Nilisema tuishie hapa kwa sababu panahitaji kidogo maelezo ya ziada. Wa yauma yuhsharu a'da'u llahi ila nari, siku watakapokusanywa maadui wa Allah kupelekwa motoni, wale wanaofanana wale, nyinyi kwa mujibu wa shtaka lenu na hukumu iliyotoka, adhabu yenu ni hii. Hata idha ma jauha, mpaka wakeshafika eneo husika, wameshafika kwenye huo moto lakini hawajaingizwa. Shahida alaihim sam'uhum, masikio yao yatatoa ushahidi kuwachongea, kweli mimi nilisikiliza ukuuzi fulani, tena siku tukufu, badala ya kusikilizishwa kheri nimesikilizishwa shari. Sikio litakiri. Wa absaruhum, na macho yao pia yatakuwa ni mashahidi, kweli mimi nimeona, nimepelekwa eneo husika nikaona, yatatoa ushahidi. Wa juluduhum, na ngozi zao za sehemu yoyote ya mwili. Hata utupu ukitakiwa utoe ushahidi, utatoa tu ushahidi, mimi nilipelekwa tu kila eneo, hata kama halinihusu litaongea. Bima kanu yaamalun, viungo vitasema vile vilivyotumika, wenye viungo hivyo walivyovitumia, viungo vitatamka, kama alivyosema Allah kwenye suratu Yasin, yauma nakhtimu ala afwahihim. Kuna watu ni watataka waseme uongo mpaka siku ya Kiyama kwa ajili ya kujitetea, na mdomo ni kiungo kilichozoea kutumiwa vibaya, kufitinisha, kuchongea, kusema yasiyohusu. Sasa mtu anaona matokeo yake mabaya, atajaribu kutumia skills alizokuwa anazitumia duniani, aseme maneno ya kujitetea. Allah anasema atafunga kiungo kilichozoeshwa kusema, mdomo hautaongea kitu. Nakhtimu ala afwahihim, tutafunga midomo yao. Watukallimuna aidihim, itakayotusemesha ni mikono yao. Watashhadu arjuluhum, na miguu itatoa ushahidi, bima kanu yaksibun, kwa yale ambayo watu duniani walichuma. Wewe fanya tu sasa hivi kwa raha zako, usimuonee mtu haya, basi hata Mola wako humuonei haya, na anakuona kila ulipo. Wewe zembea tu kufanya kheri ulizohimizwa sana, lakini hizo ni kwa faida yako mwenyewe. Lakini ukiacha kufanya hizo kheri, kwani unamkomoa nani? Hasara si inakuja kwako wewe mwenyewe. Leo unajisikia uko huru duniani pako, una enjoy life, lakini yule anayekupa enjoyment hutaki kukubaliana naye, ndo kosa lako. Sasa aya zinatufahamisha ya kwamba kuna siku ya kurejea kwa Allah, sote tunakusanywa mbele yake, panapigwa tathmini ya matumizi ya muda tulioishi tangu ulipopata umri wa taklif mpaka siku ulipoondoka duniani. Wa yauma yuhsharu a'da'u llahi ila nari, maana yake
wadhkur yawma yujma'u a'da'i llahi almujrimun. Hebu wakumbushe watu Muhammad, ukumbuke na wewe mwenyewe, zingatia kwa umakini na uwazingatishe watakao kukubali, siku ambayo Allah atawakusanya maadui zake. Watakusanywa maadui wa Allah fi ardi al-mahshari, kwenye ardhi ya mkusanyiko wa hisabu na malipo. Lisauqihim ila nari, madam ni maadui wanastahiki adhabu, kwa hiyo watakusanywa pamoja ili wachungwe kuelekezwa mahala stahili, waelekezwe motoni. Fahum yuzaun, zoezi hilo litafanyika hali ya kuwa wameoanishwa watu wenye sifa zinazofanana. Yuhbasu, watawekwa chini ya ulinzi, watakuwa kama ni mahabusu. Awaluhum ala akhirihim, habakishwi hata mmoja, kuanzia wa mwanzo wao mpaka wa mwisho wao. Hakuna mtu siku hiyo atakuwa missing, aonekani. Wewe ukifa kwenye mripuko utafufuliwa, ukaliwa na wanyama kule Serengeti na kwengineko wakagawana, utafufuliwa. Ukazama baharini, samaki wakala nyama yako, wewe hujapotea kwa Allah, utarudi kufa kifo cha aina yoyote. Allah anasema anawakusanya viumbe wake wote aliyowaumba, falam nughadir minhum ahada, hatutompoteza hata mmoja. Kwa hiyo wote watakuwa wapo, na kama ni maadui watakuwa kwenye makundi yao yenye sifa zinazofanana, maadui wa Allah. Wanakusanywa pamoja, liyatalahaqu, ili wakapambane, wakaonane, wayajtamiu, na wakusanyike pamoja kwa mujibu wa sifa zao. Qala Ibn Kathir, mwanachuoni Ibn Kathir amesema, tajma'u zabaniyatu, malaika wa motoni watawakusanya, awaluhum ala akhirihim, wote bila ya kukosa hata mmoja, wa mwanzo mpaka wa mwisho wao. Hata yajtamiu, mpaka watakusanyika kwa idadi yao kamili. Hawa wametimia kama wanavyohesabiwa mahabusu au wafungwa jela, na huko watu wanajulikana lock up wako wangapi, hapotei hata mmoja. Hata idha ma jauha, ndo hawa wametimia, wapeleke sehemu husika, watachungwa waelekezwe sehemu husika, hawa wanaenda motoni. Hata idha ma jauha, mpaka watakapofika eneo la motoni. Ai, maana yake hata idha waqafu lilhisabi, mpaka watakaposimama kwa ajili ya kuhesabiwa. Maana huwezi kupelekwa kwenye adhabu mpaka usomewe mashtaka yako eti. Hata hapa si unakamatwa, unakuwa mahabusu, upelelezi unafanyika, shauri linaundiwa, kesi linapelekwa mahakamani. Polisi hana haki ya kukuadhibu, lakini mahakama baada ya kukutia hatiani ndio itatangaza adhabu yako, si ndio? Ndivyo. Kwa hiyo na kwa Allah vile vile watawekwa sehemu, wasomewe mashtaka yao, ushahidi utakuwa upo umekamilika. Kwenye kesi za Allah hakuna upelelezi haujakamilika. Watahesabiwa na kusomewa mashtaka yao. Hapo kuna watu mabingwa wa kujitetea, watataka kutumia trick zile walizozizoea kujitetea. Kuna watu wataapa yamini kwamba hawakushirikisha, lakini ni washirikina. Watasema wallahi rabbina ma kunna mushrikin, tunaapa kwa jina lako Allah, sisi hatukuwa washirikina. Kumbe kafa na ushirikina wake. Sasa mpaka mtu anaapa wallahi, huyu hakuna litakalomshinda jengine kusema. Ndio maana Allah atazuia midomo. Ikizuiwa midomo, shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum, vitakavyotoa ushahidi kwenye kesi zao hawa watu ni masikio yao na macho yao, wajuluduhum, na ngozi zao. Wewe sasa hivi utaona ni kituko ajabu, uongo si kweli, ngozi inasema tangulini.
lakini Allah akasema sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Kwenye ulimwengu huu wa teknolojia, angalieni maajabu ya vitu vidogo vinasema, vitu vidogo vinaona. Nasikia kaonekana kwenye CCTV kamera, na record zinakaa kwa muda mrefu, zinahifadhiwa. Sasa kama binadamu wanaweza wakakuhesabia yote manyago ulioyafanya, aliyemuumba binadamu anashindwaje sasa? Kwa hiyo kama binadamu muumba kawawezesha wafanye wanayoyafanya, basi yeye muumba mwenyewe yuko zaidi ya wao. Kwa hiyo atazuia midomo isiongee, ataviongelesha viungo vingine vitamke ukweli. Kilichoshika kitasema mimi nilishika mahala si halali, lakini sikuwa na namna, natumiwa tu. Jicho mimi niliangalia na nilirejeshwa mara mbili, lakini sikuwa na jinsi, si hiari yangu, sikuwa ninajikontrol mwenyewe. Sikio litasema mimi nilisikia, nilisikilizishwa kwa sababu sikuwa na namna ya kukataa. Shahida alaihim sam'uhum, vitatoa ushahidi viungo vyao kama masikio yao, wa absaruhum, na macho yao, wa juluduhum, na ngozi zao za mwili vitatoa ushahidi bima kanu yaamalun, kwa mambo mbalimbali ambayo watu duniani walikuwa wanayafanya. Nataqat jawarihuhum, vitakavyotamka ni viungo vyao vya mwili, sio mdomo. Mdomo pia ni kiungo, lakini utafungwa, vitatamka viungo vingine. Washahidat alaihim, viungo hivyo vitawatolea ushahidi hao wenyewe wenye viungo, bimaktarafuhu, yale walioyafanya, min ijramin wa athamin, katika makosa na dhambi. Viungo vyako mwenyewe vitatoa ushahidi. Wa fil hadithi, imekuja katika hadithi, fayuhtamu ala fihi, mshtakiwa huyu adui wa Allah utafungwa mdomo wake, hawezi kuongea. Yani yuhtamu famuhu, mdomo wake utafungwa. Thumma yuqalu li jawarihihi antiki, halafu vitaambiwa viungo vyake vingine, vitapewa uwezo wa kusema, ongea kiungo fulani, hebu nipe taarifa. Fatantiqu bi amalihi, kiungo kitaanza kutiririka kutoa mistari, kitatamka matendo yaliyotendwa na huyu mtu kwa kupitia kiungo hicho. Mimi nilitumikishwa kadha 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 kadha, nishapiga watu sana wasio na hatia, nishafanya sana jambo fulani, kiungo kitasema. Thumma yukhalla bainahu wa baina alkalami, halafu patawekwa nafasi baina ya huyu mtu na maneno. Fayaqulu, atakapopewa nafasi, yani viungo vikistopishwa kusema, anapewa nafasi mtu aseme kwa mdomo wake. Fayaqulu, hapo atasema, bu'dan lakunna wa suhqa, yani ukifunguliwa mdomo, mtu mwenyewe sasa anaanza kujilaani mwenyewe, anavifokea viungo vyake. Bu'dan lakunna wa suhqa, achaneni na mimi, kuweni mbali na mimi, mulaanike, washenzi nye. Yani hiyo ni lugha ya mtu ambaye kakasirika. Halafu atasema huyo mtu kwa mdomo wake, fa an kunna kuntu unadhilu, nyinyi si mnaona nilivyokuwa napambana, nilikuwa napambana kukuokoeni nyinyi, nyie si viungo vyangu, nyie mnanichongea, mnanitia hatiani, nikaenda huko motoni na nyie si mmo. Imekuwaje? Vipi nyie? Ukipewa mdomo fursa ya kusema, utasema hayo, lakini pakitakiwa ushahidi sahihi unazuiwa, vinaongeleshwa vingine na havina uwezo wa kusema tofauti.
Mdomo ukirejeshewa unafoka kuvilaumu viungo. Sasa wewe utakwenda kuufokea utupu wako mwenyewe na ulikuwa unaupeleka kila mahala. Utayafokea macho yako na yalikuwa yanaangalia ambapo hukupaswa kuangalia. Kila ulichopewa katika viungo umepewa na instructions of use, vina mipaka ya matumizi. Hukuheshimu mipaka, kwa hiyo vitaambiwa vitoe taarifa na vitatoa taarifa. Hayo yatajiri yote siku hiyo. Kutokana na muda, inshallah tumesema tuweke hapo, lakini kuna kitu kimoja nimalizie kabla sijarudia tafsiri ya neno kwa neno, ni kwamba Allah ametuambia kupitia suratul Waqi'a, siku ya Kiyama tutagawanyika makundi matatu. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama wasabiquna sabiqun ulaika almuqarrabun. Kiyama kikija kitatumika kufanya sorting. Wote tutakuwa sorted out katika makundi matatu. Kuna watu wa maimana, baada ya kusomewa mashtaka yao na maamuzi yatakayokuja, haya basi nyinyi nendeni peponi. Wamepimiwa mema na mabaya, mema yamekuwa mengi, mabaya yamesamehewa, basi mmefanikiwa, nendeni peponi. Ashabul mash'ama, hawa makosa yamekuwa mengi kuliko mema yao. Baada ya kupimiwa, makosa yamezidi uzito, mema yao hayazingatiwi, hayakutosha, hayakufikia kiwango cha kuwafaulisha kupeleka peponi. Watu wa kushotoni wanaenda motoni. Asabiqun ni watu wa first class, daraja la kwanza, wale waliofanya vizuri maisha yao ya mtihani kwenye dunia hii, kama mitume na wale waliowafuata mitume bila ya khiana. Sio mitume peke yao, hata watu wa kawaida wengi tu wamefaulu kufikia daraja hiyo ya sabiqun. Sasa pale pahala pa kutolewa maamuzi kwenye mawqiful qiyama, kutakuwa kuna baadhi ya watu wenye element za mchanganyiko wa tabia, ambao kiistilahi ya dini wanaitwa wanafiki. Wanafiki wanakuwa ni watu werevu sana. Allah atuhifadhi, atuondolee sisi sote tabia hiyo. Wanafiki wanakuwa ni wasomi wazuri tu, kama Allah alivyowasifu, idha raaitahum tuujibuka ajsamu, ukiwaona utapendezewa na maumbo yao, wako vizuri, handsome, beautiful. Kwenye dini wako vizuri, wamesoma, hakuna utakalowadanganya, wanajua halali na haramu, dhambi na thawabu, pepo na moto. Lakini kwenye imani yao kwenye dini ni ndogo kuliko kufuru. Ndio wanaitwa wanafiki, kwa sababu wanachokidhihirisha sivyo kilivyo nyoyoni mwao. Wanajionyesha kuwa ni watu wema, waumini, lakini katika miamala wanafanya matendo ya makafiri. Mtu mnafiki. Sasa siku ya Kiyama, Allah kwenye hukumu kutakuwa na utatanishi mwingi, kama aya hizi zinavyoashiria. Allah atakapotaka kuambia wale wanaostahili kwenda motoni waende njia yao, si wameambiwa wachanganyike na watu wanaofanana? Kuna watu watajifananisha na waumini. Allah atatoa agizo, waambie wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, si mmeshapewa madaftari yenu yenye rekodi ya utendaji wenu? Kila aliye mbaya, mwenye ripoti mbaya, si anajijua? Nyinyi wenye jarima, almujrimun, mliofanya jarima, hebu jiondoeni kwenye hilo kundi, kaeni pending kwanza pembeni. Wenye matokeo mazuri tu waachieni waende zao. Kuna watu watagoma kutoka kwenye kundi, wamejichanganya na Waislamu waumini wenye kwenda peponi, hawatoki. Haya basi, nendeni peponi. Wataungana na waumini wanaoenda peponi, lakini Allah hataki waende peponi. Hiyo ndio imeitwa yauma tubla sarair.
siku patakapofanywa testi ndogo ndogo za kusaidia kufichua siri za watu, yule aliyekuwa mbaya hastahiki kwenda peponi, wallahi haendi. Sasa na mtu mbaya yumo kajichanganya kwenye kundi la mamba na kenge wamo, wakiambiwa kenge tokeni hawatoki. Sasa Allah atafanya mitihani midogo midogo ya kuwaengua. Wataulizwa, kwani nyinyi dini yenu nini? Ase Waislamu. Na kweli wanafiki wengine ni mashekhe. Allah atuhifadhi. Ndo kama hivi, unaongea na watu mazuri, lakini mwenyewe wala huna habari nayo. Unawakataza watu maovu, wewe ndo hobi yako. Maneno yako na vitendo vyako tofauti, na Mola wako anakuona. Sasa hutoki, kwa sababu sema hawa wanaenda peponi, mimi ndo nilikuwa imamu wao. Wanaenda peponi, mimi ndo nilikuwa shehe wao na wasomesha pale fiki msikitini. Lakini anakuwa ni shekhe, imamu, sometimes anageuka mbwa au bundi, mchawi mkubwa. Siku hiyo atataka aende peponi ati na yeye. Kasoma Qur'ani, anaijua. Sasa Allah atawaambia watu wenye utatanishi kama hao kwa njia ya kuwatahini ili kuwafedhehesha. Wewe unasema Muislamu ndio. Unasemaje kuhusu huyu mtu Muhammad? Anasema namtambua ni Rasulullah, huyu mtume wa Mungu. Kapasi hakupasi? Haya, aliteremshiwa nini mtume huyu? Kateremshiwa kitabu cha Qur'ani. Anakijua. Kafiri hawezi kukijua, lakini mnafiki anajua, atajibu. Je, wewe mwenyewe hiyo Qur'ani ulisoma? Nilisoma sana. Haya, ataambiwa basi tusomee. Iqra warabat waratil kama kunta turatilu fi dunia. Tunapenda tusikie kiraa chako leo, tena usome kwa umakini, kwa ahkami kama ulivyokuwa unasoma duniani. Tusomee. Na Qur'ani ina ladha yake. Hapa duniani wanaoifahamu wanastarehe kuisikiliza. Tunaona tunaswali tarawih, hatuchoki hapo juzuu nzima. Alokuwa si mambo yake haji humu. Magharibi ukimswalisha kwa lam yakuni, asema wanasoma masura marefu marefu. Lam yakuni na aya 8 mtu inamchosha, si yake. Lakini mwenye kuwa na hobi na dini yake hachoki kuisikia Qur'an. Na siku ya Kiyama akiambiwa mtu tusomee, itakuwa ni enjoyment. Wote watakaosikiliza wataenjoy kuisikiliza. Kwa hiyo mtu anaambiwa ikra, tusomee basi. Si unaijua tusomee, lakini hupewi juzuu wala msafu. Soma ambacho ulipokufa kimo kichwani. Iqra warabat waratil kama kunta turatilu fi dunia. Soma vizuri taratibu, kwa mazingatio na hukumu zake, kama ulivyokuwa unasoma duniani. Kwa hiyo mtu anasoma na anaambiwa fa inna manzilataka alana, daraja yako utakayokwenda kukaa peponi leo, min akhiri ayatin taqra'uhu, itategemeana na pale utakapofikia. Baada ya hapa sijui tena, nilichohifadhi ndo hichi. Sasa kama ulikuwa unayo qul huwallahu, utaisoma qul huwallahu, ndo hapo ndo basi, ndo hiyo tunajua. Haya basi, umefanya vizuri, lakini kaa upande. Ulikuwa nazo juzuu 30, utasikilizwa zote na hawachoki wenye kukusikiliza. Mwingine hapo kavuka mtego huo, kasoma Qur'ani kwa sababu ni mwalimu, anayo, anasonga mbele tu kwenye kundi la watu wa peponi, lakini hatakiwi aende peponi. Ndio ile ilozungumzwa kwenye suratu Al-Hadid, yauma tara almu'minina walmu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa biaymanihim bushrakum alyawma jannatin tajri min tahtiha al-anhar dhalika huwa al-fawz al-azim. Yauma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lilladhina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahma wa zahiruhu min qibalihi al-'adab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala
walakinnakum fatantum anfusakum watarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahi algharur. Wanasonga mbele mpaka kwa hala hawatakiwi wasogee zaidi. Allah anatengeneza mtihani mwingine. Wale waumini wema waliostahiki kwenda peponi wanapewa nuru, na hilo eneo linakuwa linapigwa bonge ya giza. Waumini kila mtu ana nuru yake, na Mtume amesema hiyo nuru ni ya maajabu, inategemeana na amali za mtu. Mwingine anaona madda albasari, yani upeo wa macho yake. Mwingine atakuwa ana uwezo wa kuona mahala anapoweka mguu wake, anauondoa hapa asonge mbele, pale utakapotua mguu wake tu ndo anaona. Maajabu ya hiyo nuru. Kundi kubwa la watu, lakini kila mtu anaona kwa nuru yake mwenyewe. Huko itafuta hapa, huko unaikosa nuru, utaona kiza tu. Na Allah ana uwezo wa kila kitu. Hasa hapo hachomoki mtu. Wenye nuru, njia yenyewe iko very rough, sio njia salama. Halafu pamepigwa kiza, huoni, hujui nikinyanyua mguu wangu nikiweka pana shimo, pana jiwe, pana miba, pana nini, hujui. Inabidi sasa upapase kama kipofu. Wenye nuru wanaona, kwa hiyo wanajua wapi anakanyaga na anaenda kwa spidi. Kitendo hichi kitatengeneza gap baina ya watu wema na watu wabaya. Wenye nuru watasonga mbele, wale waliokosa nuru watabaki nyuma, patabaki nafasi ya wazi baina yao. Fadhuriba bainahum bisurin, baina ya waliovuka huko na walioko huku patawekwa ukuta. Na Allah hahitaji muhandisi wala haagizii matofali wala hachanganyi zege, watashtukia pamewekwa ukuta tu. Lahu babun, ukuta huo una mlango mmoja. Batinuhu fihi rahma, upande wa uko ndani waliko wale watu wenye nuru, huko ndo kuna rehema ya Mungu. Wale washasevu wameenda mahala pema. Wa dhahiruhu, lakini nje ya ile geti kwenye huo mlango, min qibalihi, pahala walipokabili hilo lango, aladhab, hawa wako kwenye eneo la motoni, hawajavuka bado. Sasa hatari itakayowakabili, watapaza sauti waombe msaada. Watasema wanafiki kuwaambia ndugu zao, na huyu mtu anayeomba msaada anamuomba mtu anayemjua. Kama huku yuko baba, kule yuko mwanawe, anamwita mwanawe. Kama huku yuko mtoto, kule kuna baba yake katika watu wema, atamwita baba yake, hamwiti mtu asiyemjua. Watasema wanafiki kuwaambia ndugu zao waumini, unzuruna, tungojeni, tungojeni. Akungoje nani? Wewe vipi, huoni mahala tata kama hapa nikusubiri tena? Unzuruna naqtabis min nurikum, tungojeni tuonee hiyo nuru yenu, angalau tuvuke tu hapa. Qila, watajibiwa wenye kuomba msaada na jamaa zao wenyewe, irji'u waraakum faltamisu nura, rudini nyuma yenu huko mkaitafute nuru. Nyuma sio kule wanapotokea duniani, yani ile nuru walionayo pale wana uhakika ni matokeo ya amali zao njema walizozifanya duniani. Wewe hapa kila ukiambiwa ufanye hutaki, yani faida yako mwenyewe unaikataa. Kila ukiambiwa hilo acha, tatizo hilo, unajitia hatarini, huelewi. Asa wale wanaomba msaada watawajibu ndugu zao, irji'u waraakum faltamisu nura, rudini nyuma yenu mkaitafute hii nuru. Hii imported bwana, haitoki hapa, inatoka kule tulikokuweko, tunakufanyiana namna gani vipi, halafu ndo linapigwa hilo kuta. Pakeshakuwa na ukuta, hawa walioko kizani, hata hawa wenye nuru hawawaoni tena. Inabidi waongeze sauti ili sauti yao ifike kunakohusika. Qalu, watasema watu walioko kizani, alam nakum maakum, munatujibu hivyo leo? Jawabu hiyo ndo nzuri hiyo. Kwani duniani hatukuwa pamoja na nyinyi? Tulikuwa msikitini pamoja, tunaswali pamoja, tunafanya hili na hili. Leo mnatujibu hivyo wenzetu? Qalu bala, na wale watawaambia sahihi, tulikuwa pamoja. Walakinnakum fatantum anfusakum, lakini nyinyi wenzetu muliziingiza nafsi zenu kwenye fitna.
wenyewe mmeyataka haya. Watarabastum, halafu nyinyi yale tulokuwa tunayatafuta katika kheri za Allah kwenu nyinyi yalikuwa ni mashaka, mnatusakizia maovu. Yani ukisikia fulani kakamatwa, anayeonyesha ni yule ndugu yake, lakini msimtaje nyumba ile pale, ile yumo. Halafu huyo anajichimbia, ndugu yako ndo anayekuponza, anapigwa 10,000 akavutie bangi, katoa ushirikiano. Nyinyi mlikuwa mnatusubiria yatufike mabaya kwa kushikilia kwetu dini. Nyinyi wenyewe hii dini hamkuwa mkiipenda. Sasa haya ni mazao ya kile ambacho sisi tulikuwa tunajitahidi, ambacho nyinyi mlikuwa mnakikataa. Ndio maana tunakujibuni hivyo, haipatikani hapa, mkaitafute kule ambako ndiko ilikotafutwa. Hii ni mitihani imezungumzwa kwenye sura tofauti tofauti, na ndiyo maana hapa Allah kazungumza kwa ufupi tu. Siku watakapokusanywa maadui wa Allah na wanakuwa sorted kwa mujibu wa tabia zao, na hatosahauliwa hata mmoja, wote watahudhuria siku hiyo. Ni siku moja ngumu sana. Kwa hiyo hapa ndipo panapofanywa mambo ya siku hiyo yawe mepesi. Tuchangamke, tushikamane na dini, tufanye amali njema, tuache maovu, tuamrishane mema, tukatazane mabaya. Ndiyo kwa fadhila ya Allah tunaweza tukanufaika na matumizi ya dakika zetu za maisha haya ya muda. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tunaanza kusoma kwa jina la Allah mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Fa arsalna alaihim rihan sarsara, watu wa taifa la Adi tuliwatumia upepo wenye kasi kubwa ulioambatana na baridi. Fi ayamin nahisatin, kwenye siku ambazo kwa wao ilikuwa ni mkosi mtupu, hazina kheri yoyote hizo. Allah alifuta kheri zake zote kipindi hicho, ana jambo lake la kuwafanyia maadui zake. Linudhiqahum adhab alkhizi, tuliwapa adhabu hiyo ili tuwaonjeshe adhabu ya kufedhehesha, fil hayati dunia, kwenye maisha ya duniani. Wala adhabu al-akhirati akhza, lakini haijaishia hapa. Adhabu hiyo haijatosha. Adhabu ya akhera inadhalilisha zaidi, inafedhehesha zaidi. Wahum la yunsarun, na hawatonusuriwa na yoyote wakishahukumiwa kwenye adhabu. Wa amma Thamudu, na amma Thamud, fahadainahum, tuliwapelekea muongozo wetu, lakini hawakuupenda. Fastahabu al-ama, wakachagua upofu, ala al-huda, kuliko ule uongofu, wakajifanya hawaoni. Faakhadhatuhum sa'iqatu al-adhabi al-huni, wakapigwa ukelele wa adhabu ya kudhalilisha, bima kanu yaksibun, kwa sababu ya makosa waliokuwa wanayachuma. Makosa yao ndiyo waliowapelekea waangamizi. Wanajaina alladhina amanu wa kanu yattaqun, tukawaokoa wale walioamini pamoja na mtume wao na waliokuwa wanafata na kuheshimu utaratibu wetu, waliomcha Mungu. Wa yauma yuhsharu a'daullahi, siku watakapokusanywa pamoja maadui wa Allah, ila nari, wanapelekwa motoni. Fahum yuzaun, na wamekusanywa wote bila ya kumkosa hata mmoja, kwa mujibu wa sifa zao. Hata idha ma jauha, watachungwa mpaka wakifika eneo husika. Shahida alaihim sam'uhum, yatatoa ushahidi kwenye kesi zao masikio yao. Wa absaruhum, na macho yao. Wa juluduhum, na ngozi zao. Bima kanu ya'malun, kwa yale ambayo duniani walikuwa wanayafanya. Mashahidi watatoka kwenye miili yao wenyewe. Waqalu lijuludihim, watakapopewa fursa ya midomo yao kufanya kazi, watazilaumu ngozi zao, waseme lima shahidtum alaina, kwa nini mnatutolea ushahidi? Lakini aya hiyo tumesema tutakuja kusoma darsa ifuatayo kesho.
Leo tunaishia aya ya 20. Wallahu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa ala hadha al-qadri yaqif. Naam. Alhamdulillah, kama kuna maswali kama mawili angalau uliozo wakaa mbali. Kama kuna swali kaelewa darasa sasa hivi yote katika upande wa darasa, mtu asione tabu kuuliza. Naam. Nimeelewa. Swali. Amka. Nataka kufahamu hawa watu wa haji walipelekewa upepo na wale wema wakawa au wamehusika na ule upepo ulikuwa unatoka katika ule mji. Je, hawa watu wema walikuwa sehemu gani? Kama tunavyoona kule kwa Nuhu, wao walikuwa kwenye safina. Sasa walikuwa sehemu gani? Maana watu walikuwa katika ile eneo. Hawakuwa katika lile eneo wote. Watu wa Luti walipoangamizwa, ardhi yao ilimegwa ikapandishwa juu, alafu ikageuzwa upside down ikapigwa. Lakini kabla ya hilo zoezi, Luti alishaambiwa atoke na familia yake, elekea njia hii, usitazame nyuma, ila mkeo atatazama nyuma, kwa sababu keshakuwa kahukumiwa yatamfika yatakaowafika hao. Kwa hiyo wote huwa wanapewa instructions before, fanyeni nini, elekeeni wapi, niachieni ili eneo, kuna operation ya kijeshi inafanyika. Umenielewa? Haya. Naam, Sheikh. Mimi napenda kufahamisha sababu umesema kwamba Allah haiadhibu kaumu mpaka aipelekee ujumbe. Na mpaka Allah anapeleka ujumbe anakuwa ameona hawa watu wanafanya madhambi ambayo yanatukiza. Je, katika kile kizazi wale ambao hawakufikiwa na mjumbe wakafa kabla ya mjumbe, je, wanakuwa katika kundi gani? Haya, Shekhe anauliza watu ambao hawakuwahi kupelekewa mjumbe na wakafa katika hali ya ujinga, wana hukumu gani? Jawabu yangu mimi nitasema wallahu a'lam, Allah anajua. Lakini Allah huyo anayejua ametuthibitishia katika Qur'ani kwa kusema wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Katika dunia yake hii hakuna umma wa watu ambao umeishi haukupitiwa na mjumbe. Itakuwa sisi tunafahamu vibaya vile vigezo. Unaweza ukanambia kuna watu Mbeya huko mikoani, hakuna Waislamu. Sasa wale hawajalinganiwa vipi? Umma huu wa sasa ni umma wa Muhammad. Jukumu la kuamrisha mema na kukataza mabaya tumepewa sisi umma wake. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Sasa mkiona mahala mnaharibika, wanaojua wapo, dini wanaifanya biashara, sisomeshi mpaka mnipe kitu fulani. Je, mnaniita huko, mnanifanyaje sasa mimi? Itakuwa ni kesi. Fanya jukumu lako kwa ajili ya Allah. Mtume kawaambia masahaba, la an yahdi Allahu bika rajulan wahida khairul laka min an yakuna laka humurun ni'am. Wallahi, ukifanya juhudi Allah akaongoa mtu mmoja tu kwa juhudi yako, umefanya amali ya kheri kuliko kumiliki mali ghali ya Waarabu ya ngamia wekundu. Mtu mmoja ukasaidia akaongoka, umefanya biashara kubwa sana kwa Allah. Lakini sisi tunadharau. Mimi nilipata lawama siku moja Morogoro, nililia peke yangu nilipokuwa faragha. Pale sikulia, lakini nililia peke yangu. Walikuwa wananichukua wale The Islamic Foundation, napiga darsa kama hivi za Ramadhani pale zinarushwa live. Kaja mtu anatoka kilomita 50 kwa baskeli, anasema na sasa hivi baada muda wa darsa siwahi kurudi nyumbani, nitabaki tu hapa hapa mpaka kesho nitarejea nyumbani.
lakini kilichoniliza kanaambia, nyinyi mashehe mnadhima sana kwa Mungu, mnapenda starehe tu, mnakuja mijini, wakati huku mijini mashehe wako wengi, nyinyi vijijini hamtufikii, na Waislamu tupo hatujui lolote, hakuna mwalimu, hatujui ibada. Maneno yake yamenigusa. Sasa huwezi kusema umma huu haujafikiwa na mtume, na mtume yupo na wanaoyajua ya mtume wapo. Umenifahamu vizuri? Kwa hiyo Allah ndio maana anasema wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Kabla ya kuja kwa mtume Muhammad alishapita Nabii Isa huko nyuma, na kaacha mafunzo sahihi kwa kitabu cha Injili. Walioshikamana na yale mafunzo ni wafuasi wa Isa alayhi salam, mpaka anapotawazwa au akiteuliwa mtume mwingine, ndio inakuwa zama za mtume huyu. Zama za mtume yule waliomfuata wote wanaenda peponi. Cha hivi zama za mtume huyu si yupo, mafundisho yake si yanasomwa. Kuna anayeyakataa kwa maksudi, haambiwi kwamba huyu ujumbe haujamfika. Ujumbe umeshamfika, kaukataa na atastahiki adhabu, wallahu a'lam. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wale ambao hawatakuwa na nuru watawaita wale ambao wanawafahamu, hata mwita ambaye amfahamu. Nikapata swali, yaani mfano kama ni baba yako au mke wako au mwanao anakuita, je, kule peponi ambapo utaenda, si utakuwa na huzuni kwamba mwanangu au familia yangu peponi, si utakuwa na huzuni au itakuwaje? Hayo mambo hayaendi peponi. Allah anasema wanazana ma fi suduri min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Waliofanya vizuri ndo watakaa peponi kwa raha kama ndugu, hawatawasikitikia walioharibu utumishi wao. Hayo hayako tena kule, si kwa hala kwa kukaa na majakamoyo madukuduku na wala nini, na utaonana naye ukiwa peponi na yeye uko motoni. Atakwambia anafidhu ilaina min almai au mimma razaqakumullah, wewe ndo utamjibu mtu inna Allah haramahum ala alkafirin. Ndugu yangu, hicho unachokiomba hakiwezekani. Unavyoviomba Allah kaviharamisha kwa makafiri. Anakupa makavu live, wala haoni kimema. Tukipendana tupendane hapa sasa hivi, kama mtume kafanya juhudi kubwa kutaka kuwaokoa ndugu zake, maami zake, lakini mpaka na yeye akagomba, akaambiwa la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Mtanifahamu eh? Na kaambiwa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Muhammad, huna uwezo wa kumuongoa kila unayempenda. Allah ndo anamuongoa anayemtaka, na yeye humuongoa anayejua huyo anastahili kuongozwa. Yule anayetaka kuongozwa hawi mbishi eti anaongozeka. Allah hupeleka hidayah kwa nchi, kwenye ardhi za makafiri, kwa makafiri waliozaliwa kwenye ukafiri, na wakapata hidayah, wakaja kwenye nuru, wakatupita hata sisi tuliozaliwa. Lakini kwenye huo Uislamu Allah akatoa watu wakaupinga huo Uislamu, ukasema kazaliwa kwenye ardhi haijapitapo mtu wa kheri hata mmoja. Kwa hiyo masala haya ya kusema mwanangu, ndugu yangu, Nabii Nuhu pia akamtetea, akamuombea mwanawe, akaambiwa na kuonya usiwe katika watu wajinga. Ya Nuhu innahu laysa min ahlik, Nuhu huyu unayemtetea si katika watu wako. Kweli nilikuahidi wewe na watu wako, huyu siye. Innahu amalun ghairu salih inni a'idhuka an takuna min al-jahilin. Akatubu akasema, rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin. Huyu mtume, mifano yote hiyo Allah kaiweka kwenye Qur'an, lakini hatuisomi. Hayo mambo ya kwamba umsikitikie ndugu huyo, mkeo, nyongo mkalia hivi, haya yako hakiyakanyaga, utokuelea huruma, mpende kabisa. Simambiwa kuwa anfusakum wa ahlikum nara, jiokoeni wenyewe sasa hivi hapa na watu wenu na moto. Kwa hiyo juhudi tuifanye sasa hivi, tulinganiane, tupige dawa ya nguvu kwenye familia zetu, ndugu zetu, tunyooke kwenye mstari. Unayempenda tengeneza mazingira ya kumweka kwenye safe side.
Tukishaondoka hapa kila mtu na lake. Fa idha nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawmaidhin wala yatasaalun. Nikishapulizwa lile baragumu, watu wanafufuliwa, hapazingatiwi tena nasabu baina yao watu siku ile, wala hao wenye nasabu wenyewe hawatotafutana kwa mujibu wa nasabu zao. Kwa fadhila za Allah, wale waliofanya vizuri, uzuri wa amali zao ukawawezesha kwenda peponi, kule ndo wanawaunganisha tena na nasabu zao. Walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum. Lakini kwa kigezo gani? Amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biiman, walioamini na practice imani yao na vizazi vyao vikawafuata wao kwenye imani hiyo. Baada ya hukumu, kila mmoja anahukumiwa kwenye daraja yake ya peponi. Lakini kabla ya kila mtu kwenda kwenye daraja yake peponi, Allah anawaonanisha ndugu, jamaa na marafiki, wanaongea, wanapiga story, wanakumbushana kidogo ya duniani. Qala qailun minhum inni kana li qarin yaqulu a innaka la minal musaddiqin a idha mitna wa kunna idhaman wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun qala hal antum muttali'un. Wako peponi, wanakumbuka yaliyojiri duniani, wanawaulizia ndugu, jamaa, marafiki ambao hawawaoni, wamewamisi. Allah anawaambia, mnataka muwaone? Kutakuwa na live communication, wanaonanishwa walioko motoni na walioko peponi. Lakini hakuna hicho kitu ambacho wewe kilikujia sasa hivi cha kwamba wawe na huruma tena, walie, wajali, waombe. Pende bado yuko hai, penzi halipotei. Ukimpenda yuko kaburini, umelitupa penzi lako hewani.